baba yake kwamba nimefukuzwa kazi. Basi wakacheka kwa sababu walijua unachofanya. Akauliza nimefukuzwa na nani? Na meneja. Wakacheka sana kwa sababu wanajua wao ndio wamiliki wa ile kampuni, lakini meneja alikuwa hajui. Asanteni sana, naomba endelee kutazama kazi zangu, na nashukuru pia kwa maoni yenu ambao mmeendelea kutoa katika comment zenu. Nashukuru sana kwa sababu zinasaidia kuendelea kuimarisha na kuboresha huduma. Na leo nikukaribishe katika movie hii nzuri kabisa, natumaini utaipenda sana na itakuburudisha. Leo tunakwenda kumuona hapa binti huyu anaitwa Adesua. Adesua awali alikuwa ameolewa na bwana ni tajiri, lakini hakuishi maisha ya furaha kwa sababu alikuwa anamnyanyasa na mnyima uhuru, anamtesa sana. Baadaye aliamua kuomba talaka na kuachana, lakini wakati wanachana alimwacha akiwa na ujauzito. Sasa leo hapa yuko kazini kwake ambapo aliomba kazi ya usafi wa restaurant ama mgahawa. Sasa huyu mwanamume huyu ndiye aliyekuwa mume wake, anaitwa Frank kama nilivyosema, na huyu pembeni yake ni mke ambaye alimuoa baada ya kuachana na Adesua. Adesua baada ya kuwa amewaona wale aliwahudumia kama kawaida, lakini Frank alianza kumponda kwamba umenikataa mimi, sasa angalia umepata ujauzito, umekuwa ni useless, yani mtu ambaye hauna thamani yoyote. Sasa umenikataa mimi tajiri, ungeishi maisha ya raha, sasa unaishi maisha ya shida sana, umepata ujauzito, hauna thamani yoyote. Tazama kwa sasa nina mwanamke mzuri, naishi naye nini. Adesua hakujali sana, aliendelea kuhudumia, lakini kibaya zaidi Frank alikuwa anampa maneno ya kumkashifu, ya kumtusi. Kila alichokuwa anafanya Adesua alionekana ni mwenye makosa, alikuwa anamkosoa. Baadaye akaja huyu ni mhudumu mwenzake na Adesua, anaitwa Jidena. Jidena akauliza kuna nini, mbona kuna kelele? Akamwambia msikilize mhudumu mwenzako. Akamwambia basi take it easy, huyu ni mke wangu na huyu ujauzito ni wa kwangu. Kwa hiyo Frank akajifanya kwamba yeye ndio mwenye ule ujauzito, akamwambia Adesua aendelee shughuli zingine, yeye ataendelea kuwahudumia. Akaendelea kuwahudumia na kufanya usafi pale. Baada ya lile tukio Jidena alimuita pembeni Adesua na kumuuliza yule mwanamume ni nani, kwa nini alikuwa anakufanyia fujo? Akamwambia huyu ndio mwanamume wangu wa zamani ambaye alinipa ujauzito. Jidena yeye hapa ni waiter, alafu Adesua ni cleaner, mfanya usafi, lakini kwa sababu ya uhaba wa watumishi pia yeye anafanya kazi za waiter. Wakati Jidena anaendelea na shughuli zake zingine, manager wa restaurant ama mgahawa wao alikuja na kumuita na kumpa bahasha ambayo ilikuwa na pesa, akampa account ya benki kwamba akamwekee kwenye account yake ya benki. Hizi ni pesa za kampuni, lakini alimwagiza akamwekee kwenye account yake binafsi. Kwa maana hiyo kwamba alikuwa anaibia kampuni. Jidena alitekeleza kama alivyoagizwa na bosi wake. Baada ya kazi zote, basi Jidena aliambatana na Adesua kwa ajili ya kwenda kuona ambapo Adesua anaishi. Alipeleka mpaka kwake, alikuwa amepata kibanda fulani hivi ambacho hakiridhishi. Akamuuliza hapa ndio unalala? Ndio. Unalala usiku mzima? Akasema ndio. Baada ya kuachana na mume wangu sikuwa na namna ya kufanya, kwa hiyo niliamua kupata sehemu hiki kwa ajili ya kuishi. Kwa hiyo unapaswa kuona ni pazuri, lakini kwa yeye hadhi yake anaona kama sehemu ambayo mbaya. Kwa hiyo alijihisi vibaya sana kwa sababu alikuwa anamuelewa sana Adesua, lakini mazingira aliyokuwa naishi Adesua, Jidena aliona kama ni mazingira sio mazuri sana. Kwa hiyo akamwambia naomba wewe mtu wangu wa karibu, niwe mpenzi wako, nitakufanyia maisha yawe mazuri, mshahara wangu wote nitakuwa nakupa wewe ili kufanya maisha yako yawe mazuri na mtoto wako. Adesua alionekana kama kwanza kumuelewa Jidena anachozungumza Jidena, lakini alichoharibu Jidena na kuonesha hisia zaidi ya mapenzi, akiwa anahitaji kama kumbusu, kitu ambacho Adesua hakukubaliana nacho. Alikasirika na kumwambia atoke nje, kwamba sio kila mwanamke unayemwona ni malaya, kwa hiyo toka nje na usinizoe zaidi. Jidena alijaribu kujitetea kwamba sivyo ambavyo umeelewa, sikumaanisha hicho ambacho umeelewa, lakini Adesua hakuweza kumuelewa na alimwambia atoke nyumbani kwake. Baada ya Jidena kutoka kwa Adesua, alirudi nyumbani na kumkuta baba yake akiwa amekaa sebuleni akiwa anapata kinywaji. Maisha ya Jidena ni mazuri kama unavyoona, lakini anafanya kazi ya waiter na usafi katika restaurant. Akamkuta baba yake, wakasalimiana vizuri na kumwambia alichomwagiza manager kwamba manager aliniagiza nitume pesa kwenye account yake binafsi, account ya pesa za restaurant, akanituma ipeleke kwenye account yake binafsi. Baba yake akamwambia ndio maana uko pale mwanangu kwa kazi kama hizo. Kwa hiyo kumbe Jidena ni mtoto
wa huyu baba yake anaitwa Chief Benson. Chief Benson ndo mmiliki wa ile restaurant. Kwa hiyo Jidena ni mtoto wa mmiliki wa ile restaurant ambayo yeye anafanya kazi pale kama waiter, lakini hakuna ambaye anajua kwamba Jidena ni mtoto wa bosi wa ile restaurant. Basi Frank alirudi tena pale kwenye restaurant kwa ajili ya kupata kinywaji. Aliagiza kinywaji na alileta ni Adesua mwenyewe, lakini kabla hata hajaigusa ile chupa ya soda akamwambia, "Je, hii ni baridi? Rudisha, leta kinitecho yani soda ya baridi." Akarudisha, akaleta nyingine, akamwambia, "Hivi wewe ujauzito wako umekupumbaza akili hauoni? Kalete soda nyingine ambayo ni ya baridi." Akaenda akamletea nyingine. Akati anafungua akamwambia, "Je, nimekutuma ufungue?" Alivyoacha akamwambia, "Unifungulie soda niwe." Wakati anafungua wakati anamiminia, bahati mbaya ikamwagikia, ikawa ni vurugu kubwa sana. Kwa hiyo hakuwahi kumuelewa kabisa Adesua tangu ameachana. Sasa manager aliwaita Adesua pamoja na Jidena na kuambia kwamba amewafukuza kazi kuanzia muda huo, kwa hiyo wanatakiwa kuondoka katika eneo hilo la restaurant. Lakini muda sio mfupi baba Jidena, mzee Chief Benson anapiga simu kwa manager na kumwambia kwamba anakuja wakati huo. Kwa hiyo manager akabidi awaambie kwamba waendelee na kazi, Jidena na Adesua endelee na kazi kwa sababu hapakuwa na mfanyakazi mwingine wa kwa replace. Kwa hiyo waambie endelee na kazi kwa ajili ya kumhudumia Chief Benson. Chief Benson alipokuja alikuwa na taarifa kamili ya kuhusu pesa ambazo zimetumwa kwenye akaunti binafsi ya manager, lakini pia anajua namna gani ambavyo anawanyanyasa wafanyakazi wake, anawakata mishahara bila sababu yoyote. Kwa hiyo alikuja akauliza, "Huyu dada mjamzito ni nani?" Akamwambia ni mfanyakazi mpya. Akamwambia sasa huyu dada atakuwa aende kuwa waiter, alafu huyu mwanamume ambaye ni Jidena aje kuwa cleaner, yani mfanya usafi wa restaurant. Adesua ana rafiki yake ambaye huwa anamletea chakula, anamtembelea mara kwa mara na kuja kumjulia hali. Rafiki yake huyu anaitwa Clara. Adesua alienda kumshirikisha rafiki yake kwamba anaanza kuvutiwa na Jidena. Rafiki yake akamuuliza, "Jidena wewe ana kazi gani?" Akamwambia, "Ni mfanyakazi mwenzangu, nifanyakazi mwenzangu pale, yeye ni cleaner na pia ni waiter." Hasa rafiki yake akamwambia, "Unawezaje kupenda tena waiter? Unatakiwa utafuta mtu mwenye pesa zake, tajiri, ili aweze kukutunza wewe na mtoto wako. Sasa utafuta mtu maskini tena. Tulia na kutafutia mwanamume ambaye ni tajiri akutunze wewe, uishi maisha mazuri." Lakini Adesua akamwambia, "Hapana, nimeishi na tajiri sana, lakini nimepata nini? Nimeteseka sana, nimeishi maisha ya shida. Kwa hiyo mimi nadhani huyu mwanamume ananijali, ananipa furaha, napokuwa karibu naye nakuwa na furaha. Kwa hiyo sidhani kama pesa ina muhimu sana kwenye maisha. Nimekaa na tajiri sana, nimenyanyasika, sikupata chochote. Kwa niko hapa naishi maisha ya shida. Kwa hiyo mimi nadhani nampenda hivyo." Lakini Clara aliendelea kumsisitiza kwamba asiwe na mazoea kabisa na huyo Jidena kwa sababu ni maskini. Basi kesho yake wakati Adesua yupo kazini, baba mwenye nyumba alimfuata kazini kwake akidai kodi yake ya nyumba, lakini kwa wakati huo Adesua hakuwa na hiyo pesa. Kwa hiyo alimuomba amsubirie mpaka mwisho wa wiki hiyo, kwamba wiki moja atakuwa amemlipa pesa yake. Kwa hiyo baba alikuwa mstaarabu, alimkubalia kwamba wiki moja, na baada ya hapo kama atakuwa hajalipa basi atampeleka polisi. Kwa Adesua alionekana ni mwenye huzuni sana. Basi Jidena alikuja na kumuuliza nini shida, akamwambia ninadaiwa kodi, sijui ninalipaje. Akamwambia basi nitakupa mshahara wangu. Akasema hapana, nitaangalia namna ya kulifix kwa sababu sitakuwa na pesa ya kukurudishia. Lakini akamwambia usijali, sitotaka unirudishie. Akamwambia hapana, nitalishughulikia hili. Akasema sawa. Muda si mrefu baba mwenye nyumba alimpigia simu Adesua na kumwambia kuna mtu amemlipia kodi ya miaka miwili kwa taka miaka miwili bure, kwa sababu kuna mtu amemlipia kodi, lakini hakutaka kusema ni nani huyo. Kwa hiyo Adesua aliwaza sana atakuwa ni nani huyu ambaye amenilipia kodi ya miaka miwili. Akiangalia Jidena kwa mshahara wake anaopata hawezi kufanya hivyo, kwa sababu alikuwa anajua ni cleaner, hawezi kupata kuwa na mshahara wa kuweza kumlipia kodi kwa miaka miwili. Lakini akajiuliza pengine labda ni ex wake ambaye ni bwana Franki, pengine amemlipia. Lakini akiangalia jinsi ambavyo huwa anamchukia sana, akasema haiwezi kuwa. Kwa akaenda kwa rafiki yake akamweleza kwamba kuna mtu amenilipia kodi ya miaka miwili. Rafiki yake akamwambia unatakiwa kufurahia. Akasema hapana, mimi siwezi kufurahia kwa sababu sijui ni nani. Angalau ningejua ni nani nikaenda kumpa shukrani, lakini sasa sijui ni nani amenilipia.
kazi zao pengine itakuwa ni Jidena. Akasema hapana, huyo cleaner hawezi kuwa na pesa za kukulipia miaka miwili, kwa hiyo inabidi tu ufurahi kwamba unakaa hapa miaka miwili bila kulipa kodi kwa sababu kuna mtu kakulipia, basi acha kuwaza. Jidena alikuwa na rafiki yake anaitwa George ambaye huwa anamwagiza shughuli mbalimbali za upelelezi. Alienda kumpelelezea kuhusu kampuni ambayo wanashirikiana nayo, ni restaurant ambayo wanashirikiana nayo akina Jidena. Yaani ile restaurant ambayo anafanya kazi Jidena, kuna kampuni nyingine ambayo anashirikiana nayo. Sasa yule rafiki yake alikuja kumletea document ambazo zinaonyesha kwamba ile kampuni inamilikiwa na Frank ambaye ni ex wa Adesua. Kwa hiyo Jidena akafanya kucancel, yani kukata mawasiliano kabisa ya kampuni yake na kampuni ya Frank, wakawa wamekata ile supply kwa sababu aligundua kwamba Frank ni mtu katili, amemnyanyasa sana Adesua, lakini pia yeye mwenyewe alishuhudia wakati yupo kwenye restaurant alikuwa ni mkali, ni mkorofi. Kwa hiyo aliona kubola hakuna sababu ya kuendelea kufanya kazi na mtu katili kama yule. Hapa tunamwona rafiki wa Adesua ambaye ni Clara, anakwenda kwenye restaurant ambayo anafanya kazi ya Adesua na kuulizia Adesua yuko wapi. Anaelezwa Adesua yuko ndani, lakini anaanza kumfokea Jidena kwamba kwa nini usimpotezee muda. Adesua anataka mtu ambaye ni tajiri mwenye pesa kwa ajili ya kumtunza yeye na kumtunza mtoto wake atakayezaliwa. Kwa hiyo tafadhali kaa mbali naye, usije kumpotezea mawazo yake, usije kumharibia mawazo akakufikiria wewe. Tafadhali kaa mbali, hii na kuonya sana. Basi Jidena hakuwa na mambo mengi, alisema sawa. Baada ya kazi zote Jidena alirudi nyumbani na kumshirikisha babake kwamba anaanza kuvutiwa na Adesua, kwamba anampenda sana. Kumbuka kwamba Adesua na ujauzito tayari umeshakuwa mkubwa, lakini Jidena alipendezwa naye jinsi alivyokuwa anaishi naye, alijihisi kwamba ni mtu mwenye furaha sana. Wakati Adesua na Jidena wakiwa kwenye majukumu yao ya kila siku, Adesua alimfuata Jidena na kumweleza kwamba anataka kwenda kuomba kazi nyingine ambayo ameisomea. Akamweleza yeye ana master degree of engineering, kwa hiyo ana degree ya uhandisi. Kwa hiyo anataka kwenda kuomba kazi ya kutokana na taaluma yake. Jidena alimwambia taaluma yako ni nzuri sana, unaweza kufanya kazi kwenye kampuni kubwa hata kama kampuni ya Arizona. Akasema hapana, usinitanie, siwezi kufanya kampuni hizo, ni kampuni kubwa, siwezi kufanya kampuni kubwa kama Arizona. Akasema unaweza kwa sababu CV yako ni kubwa na elimu yako pia ni kubwa. Kwa hiyo alimtia moyo, akamwambia basi wewe omba na naamini utapata kazi. Baada ya Frank kupewa taarifa kwamba kampuni ya Chief Benson imekata supply kwenye kampuni yake, aliamua kufunga safari na kwenda nyumbani kwa Chief Benson na kumkuta Chief Benson akiwa na mtoto wake Jidena wamekaa sebuleni wakipiga story hapa na pale. Akafika akahoji kwa nini mmekata mawasiliano ushirikiano wangu na ninyi. Akamwambia mimi sina maelezo sana, kwa hiyo na kuacha hapa na kijana wangu muweze kuzungumza. Lakini Jidena akamweleza, unamkumbuka yule waiter cleaner ulimkuta restaurant na yule ex wako ambaye ulimfukuza? Yule alikuwa cleaner ndio mimi. Sasa siwezi kufanya kazi na wewe, mtu katili, mtu mwenye roho mbaya. Kwa hiyo nimekata mawasiliano, na mimi ndio mtoto wa Chief Benson na mimi ndio mwenye haki ya pale. Kwa mimi ndio nimekata mawasiliano, siwezi kufanya kazi na wewe, na ondoka katika nyumba. Kwa alimfukuza katika nyumba yake. Basi Jidena kesho yake alirudi kazini kama kawaida. Sasa tunamuona anakwenda kwa meneja na kulalamika kwamba kwa nini amelipwa pesa nusu. Alitakiwa kulipwa naira 6,000 lakini amepewa naira 3,000 tu. Alivyoenda kuhoji, meneja alikuwa mkali sana, akamwambia unataka kazi ama hutaki kazi? Akamwambia nataka kazi. Basi ondoka hapa. Sasa naondokaje sijapata haki yangu? Kwa sababu nitakuwa nilipwe, nimefanya kazi kwa jitihada zote, nimetimiza majukumu yangu yote, lakini bado nakatwa pesa. Akamwambia umefukuzwa kazi, kwanza sasa ondoka kazini. Kwa hiyo akaondoka, akarudi nyumbani. Kwanza kabla kurudi nyumbani kukutana na Adesua, akamweleza kwamba nimefukuzwa kazi. Akamwambia sasa utafanyaje sasa, utashije? Akasema hapana, mimi ni mwanamume, kwa nitaangalia namna ya kuishi. Kwa wale kurudi nyumbani akamweleza baba yake kwamba nimefukuzwa kazi. Basi wakacheka kwa sababu walijua wanachofanya. Akauliza nimefukuzwa na nani? Na meneja. Wakacheka sana kwa sababu wanajua wao ndio wamiliki wa ile kampuni, lakini meneja alikuwa hajui. Kwa hiyo wakasema sasa meneja aliyofikia hapa tunabidi sasa tumchukulie hatua kwa sababu tumemvumilia vya kutosha.
Basi kesho yake Chief Benson alienda akaitisha kikao cha dharura kwa watumishi wote pale na meneja akiwepo, lakini alimuona pia Jidena. Meneja akasema, wewe si ndio ufuza kazi, umerudi kufanya nini tena hapa? Lakini Chief Benson akamwambia, relax, mimi ndio nimekuja naye hapa, kwa hiyo tulia. Kwa hiyo kuna wafanyakazi ambao walikuwa sio waaminifu, walikuwa upande wa kushoto, na manager pia alikuwa amekaa kwenye kiti cha mbele kama unavyoona, lakini waaminifu walikuwa kwa mkono wa kulia. Basi akaeleza, kijana mnayemuona hapo kulia ni kijana wangu wa kumzaa, kwa hiyo namwachia hapa, tuendelea na ninyi. Manager akashtuka kwamba huyu ndio kijana wake. Kwa hiyo waliokuwa sio waaminifu walifukuzwa kazi na manager akaondolewa kazi. Sasa baada ya hapo Adesua hakuwa na imani tena na Jidena, kwa sababu alimdanganya kwamba ni maskini, yani mfanyakazi wa usafi. Hakumwamini tena, akawa anamchukia sana. Lakini rafiki yake akamweleza, sasa hapo badala ya kuchukia ungetakiwa kufurahi, kwa sababu sasa umepata ni tajiri. Alikuficha, alikudanganya, lakini sasa umejua ni tajiri, kwa hiyo endelea kumng'ang'ania, sasa endelea kuwa naye katika maisha. Lakini Jidena, Adesua yeye hakuwa anajali sana kuhusu pesa, alijali sana uaminifu. Alienda kukasirika sana. Siku iliyofuata Jidena alikwenda kumtembelea Adesua, lakini Adesua alipomwona alimfungia nje. Lakini kwa sababu Jidena alikuwa na upendo mkubwa sana, alikuwa alikaa pale nje usiku mzima. Lakini baadaye Adesua alipofungua mlango akamkuta, alimuita, akaweza kumkubali, kumsamehe na mambo yakaendelea. Asante sana, naomba uendelee kuwa nasi support, na hao ndio mwisho wa movie hii, na nafikiri utakuwa umependezwa nayo. Lakini pia tunaomba kuendelea kupokea maoni yenu. Kama kuna maboresho, tafadhali acha kwenye comment. Asante sana, tafadhali share, like.